Ni wakati wetu mwanamichezo, tuzame viwanjani awamu hii. Jina langu ni Pops Mkare na tunaanza na taarifa ya kwamba timu ya taifa ya Harambee Starlets imefanikiwa kusajili ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya timu ya taifa ya Gambia katika mechi ya urafi tikiti ya kufuzu kwa mitanange ya WAFCON mwaka 2026, mechi ambayo imechezwa katika uwanja ule wa Nyayo. Warembo hao wanaongozwa na mkufunzi Beldin Odemba wametumia nafasi zao vyema katika kipindi cha kwanza kumaliza mchezo na kuwatoa kabisa makali Gambia ambao walikuwa wamewatangulia awali. Mshambuliaji nguli Mwanalima Adan ambaye kwa sasa anakipiga kule HB Kog kwa mkopo akitokea Kansas City, timu ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake kule Denmark, ameiweka mbele Harambee Starlets kupitia bao lake kunako dakika ya 12 kabla ya Fasila Adhiambo kuingia kambani kunako dakika 19 na Kipusa Shalin akifunga kazi kwenye dakika za nyongeza za kipindi cha kwanza. Sasa kufuatia ushindi huo, Harambee Starlets sasa imejiweka katika nafasi nzuri ya kufuzu kwa WAFCON ya mwaka ujao, ikikumbukwa kwamba ni miaka 9 tangia mara ya mwisho timu hiyo inashiriki katika mitanange hiyo. Rais William Samoei Ruto amewapongeza kina dada hao na kuwapa shilingi milioni 10 pesa taslim za Kenya, akitoa ahadi ya milioni 1 kwa kila mchezaji kwenye mechi ya marudiano iwapo watashinda, 500,000 iwapo watatoa sare. Sasa kazi kwao Harambee Starlets. Na tukiachana hayo rafiki, tutajie hapa pwani katika kaunti ya kule Kwale ambako waziri wa michezo katika serikali ile ya kaunti ya Kwale anasema kwamba viwanja vitaanza kuimarika